Nyie si mnamtambua kwa jina la Tanzania One. Mimi namtambua kwa jina la golikipa bora kuwahi kutokea katika nchi ya Tanzania. Yaani napenda sana kumuita golikipa la kafu. Je, unamjua ni nani na alifanya nini? Basi usijali, fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati ili kumfahamu kiundani zaidi. Alizaliwa Septemba 3 msimu wa mwaka 1995 Tanzania, huko mkoani Morogoro. Mwamba huyu alibahatika kucheza vilabu mbalimbali kama vile klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, Azam FC. Lakini pia Simba ndio timu pekee ambaye amedumu kwa muda mrefu mpaka hivi sasa. Mwamba huyu maisha yake ya soka ilianza katika klabu ya Mkamba Rangers iliyopo mkoani Morogoro, kule alikozaliwa Shiza Ramadhani Kichuya, Kibwana Shomali na wengine wengi kabisa kama vile Mandonga Mtukazi. 2012 mpaka pale 2012 Azam FC waliamua kumchukua kijana huyu, kuinasa saini yake akiwa na umri mdogo sana, umri wa miaka 17 tu. Mwamba huyu alionyesha ubora wake wa kuweza kukaa golini. Vilabu mbalimbali vilitaka kuinasa saini yake mpaka pale msimu wa mwaka 2017 kama vile Young Africans ilihitaji kuinasa saini yake Simba Sports Club, lakini Azam FC walitaka kumbakisha katika mikono yao. Hatimaye msimu wa mwaka 2017 klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wakaamua kuinasa saini ya miongoni mwa wachezaji wanaifanya vizuri kabisa pale mkoani Morogoro, lakini pia kwenye ligi ya MBC Premier League. Mwamba huyu alibahatika kufunga ndoa na mchumba wake wa muda mrefu sana. Ilikuwa tarehe 16 mwezi wa 8 2018, na katika ndoa hiyo ilihudhuriwa na mastaa mbalimbali wa kikosi cha Azam B. Lakini pia mwamba huyu alishindwa kwenda kuungana na klabu yake ya wekundu wa Msimbazi Simba iliyokuwa ikishiriki michuano ya Mapinduzi Cup kule visiwani Zanzibar, alikozaliwa Faisal Salum, Ibrahim Ahmad, Abdurabaka, Mudathiri Yahaya Abasi na wengine wengi kabisa. Pia mwamba huyu ana rekodi ya kucheza michezo ya klabu bingwa barani Afrika. Amesaidia sana timu yake ya Tanzania kushiriki michuano ya AFCON msimu wa mwaka 2019 baada ya miaka 39. Pia mwamba huyu ni miongoni mwa wachezaji au ni miongoni mwa magolikipa ambaye aliyekuwa kwenye ile listi ya kudaka michuano ya AFCON msimu wa mwaka 2023 2024. Je, unamjua ni nani? Wengi wanatamani sana kumjua. Basi usijali, fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati, utamjua kiundani zaidi. Lakini mwamba huyu alibahatika kuchukua tuzo mbalimbali kama vile tuzo ya golikipa bora wa ligi ya Vodacom msimu wa mwaka 2019 hadi msimu wa mwaka 2020. 2022 akachukua tena golikipa bora wa ligi kuu ya MBC Premier League na kuonekana ni miongoni mwa golikipa bora na kuwahi kutokea katika ulimwengu wa soka wa hapa nchini Tanzania. Lakini pia mwamba huyu hadi hivi sasa ni miongoni mwa wachezaji waliosainiwa na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na mkataba wake utakapotamatika pale Juni 25. Pengine ni kuache na swali lifuatalo ambalo watu wengi wanajiuliza: hipi tamati ya mwamba huyu? Misimu kadhaa, msimu mmoja
kutoonekana golini, kucheza wala kudaka. Wengi wanajiuliza, je, kiwango chake kitakuwa kimeisha au nini? Wewe unafikiri kuhusiana na mwamba huyu? Msimu huu 2025 unaenda kutamatika. Ataendelea kusalia katika klabu hiyo au mwamba huyu ataamua kuondoka na kwenda kucheza katika vilabu vingine? Kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Jina langu ni Razaki Mkuruma, muandaaji wa makala hii na kuleta kwako. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kujipatia nyakala zetu mbalimbali za wachezaji, lakini pia na vilabu mbalimbali. Wengi walitamani kujua historia ya huyu mwamba, lakini leo niliamua kukuletea historia yake na uijue kiundani zaidi. Je, unajua ni nani niliyokuwa namzungumzia? Huyu si mwingine, ni Tanzania One Aishi Salumu Manula. Uwe ni mtu wa maana kabisa. Unajua mpaka unajua tena. Sometime naweza nikasema unajua mpaka unaboa.